Kila mtu anaamini yeye ni mwema. Lakini je, umewahi kujiuliza ni kwa nini unafurahia kimya kimya kuona adui yako akishindwa? Ni kwa nini hasira inachemka ndani yako hata kwa jambo dogo? Ukweli ni huu. Ndani yako kuna nguvu ya uchokozi ambayo huijui au unaikataa. Na kama huijui, basi inakuongoza bila wewe kujua. Leo tunafungua pazia la nguvu hiyo ya siri inayotawala mahusiano, mafanikio na hata maangamizi ya watu wengi. Acha tuendelee na kitabu cha The Laws of Human Nature cha Robert Greene. Hii ni Sauti ya Kurasa. Karibu. Sura ya 16. The Law of Aggression. Sheria ya uchokozi wa kibinadamu. Katika sura hii, Greene anaeleza kwamba uchokozi ni nguvu ya asili iliyopo ndani ya kila mwanadamu. Sio kitu kinachotokea tu kwa wahalifu au watu wabaya, bali ni silika ya ndani iliyojengwa ndani ya mfumo wetu wa kisaikolojia na kibayolojia. Anasisitiza kwamba tatizo sio kuwa na uchokozi, bali ni kushindwa kuutambua, kuudhibiti na kuuelekeza katika njia yenye manufaa. Greene anaanza kwa kueleza kwamba wanadamu wengi wanapenda kujiona kama viumbe wa amani, wenye huruma na busara. Lakini ndani kabisa kuna hisia za hasira, wivu, tamaa ya kulipiza kisasi na hamu ya kushinda wengine. Uchokozi huu unaweza kuwa wa wazi kama vita au mapigano, lakini mara nyingi hujitokeza kwa njia fiche zaidi kama kejeli, dharau, fitina au hujuma za kimya kimya. Anasema kwamba mara nyingi tunapokataa kukubali kwamba sisi pia tuna uwezo wa kuwa wakali au waumizaji, ndipo tunaposhindwa kuelewa tabia zetu wenyewe. Kukataa huku kunafanya uchokozi ujifiche na kujionyesha kwa njia zisizotarajiwa. Katika sura hii, Greene anaeleza kwamba uchokozi una mizizi yake katika silika ya kujilinda na kutaka kuendelea kuishi. Katika historia ya mwanadamu, makabila na jamii zilihitaji uwezo wa kupigana na kulinda rasilimali zao. Hivyo basi, nguvu ya kupambana na kushindana ilikuwa muhimu kwa uhai. Tatizo linaanza pale ambapo katika jamii za kisasa, nguvu hiyo bado ipo, lakini mazingira yamebadilika. Badala ya mapanga na mikuki, uchokozi wa leo unaweza kuonekana katika siasa za ofisini, mitandao ya kijamii au mahusiano binafsi. Greene anasisitiza kwamba kuna aina mbili kuu za uchokozi, ule wa moja kwa moja na ule wa kificho. Uchokozi wa moja kwa moja ni wazi, kupiga kelele, kutishia au kutumia nguvu, lakini ule wa kificho ndio hatari zaidi kwa sababu huvalia sura ya upole au ustaarabu. Mtu anaweza kutabasamu mbele yako, lakini ndani akihifadhi hasira na mipango ya kukuhujumu. Greene anaonya kwamba watu wengi wanaficha uchokozi wao kwa sababu wanaogopa kuhukumiwa au kukataliwa. Hivyo, badala ya kuonyesha hasira yao waziwazi, wanaigeuza kuwa maneno ya kukatisha tamaa, kuchelewesha makusudi au kukunyima msaada kimya kimya. Sehemu muhimu ya sura hii ni wazo la kujifahamu. Greene anasema hatua ya kwanza ya kuudhibiti uchokozi ni kuukubali. Badala ya kujiona kama mtu asiye na hasira, unapaswa kutambua kwamba ndani yako kuna uwezo wa kuwa mkali. Ukikubali ukweli huu, utaweza kuchunguza vichocheo vinavyokuamsha hasira au wivu. Mara nyingi hasira hutokana na hisia za kudharauliwa, kukosa heshima au kuhisi kunyimwa haki. Kwa kujitambua, unaweza kuzuia mlipuko kabla haujatokea. Greene pia anaeleza kwamba kukandamiza uchokozi kabisa sio suluhisho. Hasira iliyofichwa kwa muda mrefu inaweza kulipuka kwa nguvu zaidi baadaye. Badala yake, anapendekeza kuielekeza nguvu hiyo katika shughuli za ubunifu au ushindani wa kiafya. Uchokozi unaweza kugeuzwa kuwa hamasa ya kufanikisha malengo makubwa. Watu wengi waliofanikiwa katika historia walikuwa na kiwango kikubwa cha nguvu ya ndani, lakini waliijenga katika nidhamu na mwelekeo sahihi.
Katika mahusiano ya kijamii, Green anaonya kuhusu watu wenye uchokozi wa siri. Hawe ni wale wanaotumia mbinu za hila, kejeli au lawama za mara kwa mara kukudhoofisha. Njia ya kujilinda dhidi yao ni kutambua ishara mapema, kama vile maneno yenye sumu yaliyofichwa katika utani au mtu anayefurahia kushuhudia kushindwa kwako. Badala ya kujibu kwa hasira ya wazi, ni bora kuweka mipaka na kubaki mtulivu. Utulivu wako unawanyima nguvu ya kukuchokoza zaidi. Green anahitimisha sura hii kwa kusisitiza kwamba uchokozi ni nguvu isiyoweza kuondolewa katika asili ya mwanadamu. Lengo sio kuuangamiza, bali kuudhibiti na kuutumia kwa hekima. Anashauri kujifunza mbinu za kujituliza kama vile kupumua kwa kina, kutafakari na kujipa muda kabla ya kujibu katika hali za hasira. Anasema kwamba mtu anayejua hasira yake na anaweza kuielekeza kwa makusudi ndiye mwenye nguvu halisi. Kwa ujumla, The Law of Aggression inatufundisha kwamba ndani ya kila mmoja wetu kuna nguvu ya giza na ya mwanga. Tukijifanya kwamba giza halipo, linaweza kututawala bila sisi kujua, lakini tukilikubali na kuielekeza kwa hekima, linaweza kuwa chanzo cha ujasiri, ushindani wenye afya na mafanikio makubwa. Green anatukumbusha kwamba ukomavu wa kihisia hauji kwa kukataa silika zetu, bali kwa kuzitambua na kuzisimamia kwa makusudi. Kama umejifunza kitu leo, usikae nacho peke yako. Share hii kwa mtu ambaye unajua anahitaji kuelewa nguvu ya hasira yake. Comment hapa chini, ninaidhibiti nguvu yangu, kama uko tayari kuigeuza hasira yako kuwa silaha ya mafanikio. Na kama unataka kuendelea kufungua siri za asili ya binadamu, hakikisha umesubscribe ili usikose sura inayofuata, kwa sababu kujijua ni nguvu, lakini kujiweza ni ushindi.